kama Mweha. So Madam Betty Maina, karibu sana. Betty Maina, karibu. Sanitaisiwe. Our Prime Minister, Baba Raila Amolo Odinga. Mpigeni makofi. The Chairman, Loyal Media Services, the Bishop and the clergy, a wonderful lady, na mama na kazi, Mheshimiwa wetu Ruth Moniki, all the protocols observed. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Praise God. Praise God again. Kwanza washirika wa hii kanisa tujipigie makofi, leo tumetembelewa na baba. Baba, my name is Betty Maina. I'm director at the Waterworks Development Agency, and I can tell you that your sister is a wonderful boss. She's our chairperson, a mother, and she really supports us. So I'm happy, Baba. I've had a taste of the leadership of your family. I want to say that sisi tumefurahi hapa. 3 weeks ago, we hosted the PS Water, we hosted Mheshimiwa Vinyandeti and other leaders. So we are happy as a church to continue hosting leaders, and we believe we are more than blessed. We clap for ourselves. Mheshimiwa Ruth Moniki, asante sana kwa kumleta baba hapa. Mkiwa na Mheshimiwa Kamau Mweha. Na mama, na kuheshimu sana. Mama, ni vizuri ukuwe na msimamo na ukuwe shujaa na usiogope vile watu watasema, ushikilie na ukalie hiyo kiti, ni sisi tunakuunga mkono. Sisi ni watu wa Kegumo. Hao watu wanaambia baba hana nafasi. Tunashindwa. We have not been ferried to come here. I want to acknowledge the presence of very many youth from Murang'a County who are here. We were not mobilized, we were not ferried, and we were not given money to come here. Youth, can you rise up? Baba, wote si wa hii kanisa. Kuna wengine wameketi huku, si wa hii kanisa, na wengine wako huko nje na wanakuunga mkono. Na baba, tunajua you don't ferry people. We want to appreciate you for coming here and all the leaders who have come here. Baba, we have some few projects. Na hiyo yote tunajua baba, tukimuona tunasema acha baba aitwe baba. In the book of the Lord, tunaambiwa kwa nyumba ya baba kuko na makao mengi na kuko na vitu mingi. Hata sisi hapa wa Kenya tunasema kwa nyumba ya baba Raila kuna vitu mingi na kuna mambo mengi. Na tunajua utatembea hapa, ama leo tuko na fence ya kanisa. It's only 2 million. Tukishikana tutaweza kujenga hiyo fence ya kanisa. Baba, we have great thanks of Murang'a County who supports you. When the CS Macharia heard you are coming here, he called me yesterday and he made sure that he facilitated everything that the church would have wanted to make sure that your stay is very comfortable. Just know the sons of Murang'a County and the sons of Kegumo County support you. We are not defiant. The president gave us direction that you and him are working together. We want to take those orders and we will never defy you. We will continue supporting you. We will continue praying for you. Na baba, kuna yule Mungu wa Abraham alimpea mtoto katika uzee wake. Kuna wazazi wa John the Baptist walipewa mtoto katika uzee wao. Sisi tuko na baba. Ile kitu amekuwa akimwambia Mungu, nisaidie na mtoto nikuwe mwongozi. Baba, you become the next president of this nation. As I went up, I want to tell the people, there was once a dance that was attended by very many young people, and it was a dance for the men. The young man who danced best, he was handsome and good looking. All those young ladies who were there, they went following him because they thought he was handsome and he was good to go. Walipokuwa wanamfuata, walikuwa wanaona amefungua kamdomo na hapa anameza wadudu na anafunga. Little did they know that this man was a noga. Kuna mtu amekuwa kichapa densi, watu wamekuwa wakimfuata.
lakini tumeona wengine kama Moses Kuria na wengine wameanza kuona vile anakaa na wameanza kurudi nyuma. Sisi baba tunakushikilia, tutakuombea, na ukifika huko kwa ufalme usisahau. Umekumbuka Wakikuyu, umekumbuka kina Isaac Moro, hata kama sasa hivi tumeona wanaenda kuzurura, sisi hatutakusahau na usitusahau. Ukirudi Nairobi, say hi to the president of this nation and tell him we are a constituency led by Ruth Moneki, and we are not defiant, and will continue obeying him and supporting him. And when he retires, we will respect him as a retired president of this nation. May God bless you all. Now, I will invite Kamau. Kindly acknowledge and maybe invite our MCA before our honorable MP takes over. I wish you well. Bwana asifiwe. Mimi sina maneno mengi sababu huku ni nyumbani na mzee. This is not the first time that we are hosting you here. This is your home. Juzi tena ulitembelea wakati wa kuangalia signature za BBI. Kwa hivyo yangu mimi ni mafupi, alafu niite mheshimiwa. Huyu mzee tumetoka naye mbali sana. Nilimjua na huyu mzee 1990 alipotoka detention. Tumekuwa marafiki na mimi ni kama mtu wa familia. Na mzee, kabla sijaongea sana, nikiwa na vijana jana wameniambia ukimaliza mwezi mmoja bila kudeclare presidency watakuja mpaka kwako nyumbani Karen, mwanako anaweza na mfuko mmoja tukutoe tupeleke huko. Baada ya hapo huyu mzee alipatia jioni hapa kutoka yeye. Akarudi akapatia Shebesh MP. Na mimi mtoto wenu akanifanya diwani Nairobi. Juzi watu wamegawanya serikali, watu ikawa ni Uhuru peke yake ambaye anapeana viti, yule jamaa mwingine hakuna hata mtu mmoja wa Mlima alipatia kitu. Sasa huyu mzee ni muungwana ama si muungwana? Anapenda Wakikuyu ama hawapendi? Huyu ni Mudholiwa, mwanake wake aikaneti haha habari yaga handara koguo ciana ciake kana grandchildren ciake ake matindio na thina kana ithuĩ tũtindio na thĩna egeteire. Koguo nĩ ngũmũthaitha andũ aitũ twambĩrĩrie rũgendo, na rũgendo rwanjĩrĩrie rĩu. Nĩtũkwaria mũno twaima harĩa nja, gũkũ nĩ kanitha, na nĩ kanitha andũ matiaragia mũno gĩthimi, no twathiĩ handũ tũgũthiĩ tũcoke nĩtũkwaria mĩario ĩrĩa twagĩrĩirwo kwaria. Kwa hivyo kwa machache mzee, kwa heshima kubwa ningelitaka wale MCAs wako hapa wasimame. Kujeni hapa mbele. Haja tu jina na mahali unasimamia, alafu ndo kazi. Kwa majina praise God again. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Wambogo. Mimi ni elected MCA ward inaitwa Karura Western Constituency Nairobi County. Kwa majina naitwa Moses Murege, MCA elected Gaishanjiro in Kandara constituency.
nataka tu niseme kitu moja na mniruhusu. Hakuna kitu ya maana kama vile tuliona baba akishikana na Rais Uhuru Muigai Kenyatta kwa kuleta amani katika Kenya. Hiyo ni kitu ya maana sana. Hebu tupige makofi jameni. Hakuna kitu ya maana kama hiyo. Na mimi nawaambia tushikane. Si mimi sitaki kuona ya kwamba ati tutakuwa nje ya serikali. Sisi tunataka kukua ndani ya serikali kama Wakikuyu. Tunataka tuunge baba mkono ili tuende mbele. Na haturudi nyuma. Haturudi hapo nyuma. Sisi tunataka mtu ambaye anaona maono yetu kama Wakikuyu. Na lazima tuseme ya kwamba juzi kuna yale mambo ilikuwa ifaidi watu wetu. Sisi tuko na maisha. Kama ile kitu ilikuwa inasemekana ya 1 man, 1 vote, 1 shilling. Hiyo kitu ilikuwa inakuja kusaidia wazazi wetu. Lakini kuna watu wengine walikuwa wanapinga na wanasema ya kwamba hawaungi mkono. Mnakataa kuunga mkono kwa nini? Na hiyo maneno ndio inafaidi watu wetu. Tuko hapa sababu ya wananchi wale tunasimamia, lakini sio kwa sababu yetu sisi wenyewe. Na nataka kusema hivi. There are those leaders who chase their interest, but they are not chasing interest of the people. Na tunataka kuongea na sauti moja na tuseme ya kwamba tuko nyuma ya wananchi wetu na sisi tutaunga baba mkono mpaka safari tuende pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Fanye ufupi. God is good. God is good. Baba we mwega. Asante. Mimi naitwa Mheshimiwa Teddy kutoka kule Huruma na Nairobi tunasema baba ndani ndani ndani. Naguhito ni guko Kenyona. Kogo de mushie. Asante sana. Nikitoa mali yangu niwape masikini, nikiwa sina upendo mimi ni kitu bure. God is good and all the time. Jina langu ni Passenger, nominated MCA kutoka Kandara, na baba tukukaribisha hapa na niko tu na swali moja. Kuna wakati baba ulisema Kibaki tosha watu wetu. Ya wakati tuliona mtu amesimama akasema baba ni mbaya. Tuliona. Na kwa nini saa hii baba ni mbaya? Mungu abariki as we make the decision mzuri za 2022. God bless you. Mungu ni mwema na kila wakati. Kanisa kamutakenete mukenete. Thank you. Mimi kwa majina yangu ni Charles Kahoro, mimi ndiye mwakilishi ward katika hii ya Kangare, na kwanza nataka kukaribisha baba katika ward hii ya Kangare pamoja na waheshimiwa wote ambao wameandamana na yeye, wageni wote ambao mmekuja kuandamana na baba katika safari hii ya kuingia na kuanza kutembea mlima Kenya. Wote tunawakaribisha na tunawaambia kwamba tuko pamoja kuendelea na hiyo safari. Asanteni. Sasa kwa heshima kuu nataka kumuita Mheshimiwa Ruth Moniki. Na Ruth Moniki huyu ni dada yangu, na unajua nilijaribu kusimama 2017 alafu katika mahali nikawacha. Na hivyo Betty amesema sisi tutafanya kazi na wewe. And count on Mweha Kamau support. Umenielewa? Mimi vile baba ataniambia nifanye ndio nitafanya. Mimi ni mfanyikazi wa huyu mzee. Kwa hivyo kama wewe uko pande wetu na unaunga baba mkono, mimi sina haja simama kihumo. Kwa hivyo watu wasikwambie nataka nini na nini. Mimi ni kazi tu nafanya huyu mzee, na mimi sina haja na kihumo. Serikali ikichukua ni kubwa na hatuwezi kumaliza. Endelea. Thank you. Asante.
Ananisanitize macho. Asante sana ndugu yangu Kamau Mweha. Ile hujasema nilisimama na wewe wakati ulikuwa unasimama kiti kabla mimi niwe na haja na mambo ya siasa. Your Excellency, Right Honorable Baba, na naona mmeketi karibu na mzee, napenda sana. Nilikuwa naenda kwake tukiwa na mzee Stanley Githunguri, napewa buzi mzima ni bebe pale Sarivet zamani kitambo. Thank you for studying with Baba. Na niko na my seniors, waheshimiwa, tuko na ranking. Kwa hivyo tukiongozwa na chairman wetu, mzee wetu wa kazi, mwenye amenishika mkono, mwenye hata wakati niko mbali anakuja Kegumo hapa, anajenga shule, anajenga kanisa, hata nikimwambia enda hata kama niko mbali anakuja. Mheshimiwa Maina Kamanda, tunakupenda na karibu. Na niko na senior wangu, kinara yangu ya bunge, mkubwa yangu kule bunge, kinara wetu. Na unajua kutoka wakati wa handshake Baba, tumekuwa tukifanya kazi kama kitu kimoja kule bunge ya kitaifa, na ninafurahia sana nikiona, very pleased to see you, Honorable Junet Mohamed. I'm sure watu wa Kegumo are anxiously waiting to see you. Sijui nitatoa mask kidogo pia. Nigetha moji gweti guo. Asante sana kwa heshima yako Baba. Na tuko na dada yangu, my sister-in-law, maybe some of you may not know. Ameolewa kwa familia yetu extended, Mheshimiwa Esther Passaris. Na of course our MP for Dagoretti, Sibarati. Dagoretti North. Ni kijana shupavu. Kanisa yetu kwa heshima kubwa tukiongozwa na baba askofu wetu, Bishop Kamau, na your wife, na clergy wote, wengine nawaona ni shujaa, marafiki wangu wamenisimamia kutoka nilikuja hapa, na Wakristo wote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kamutakenete negoshererwo motiendete ageni atumia sieko gemi njega biũ cia Baba. Thank you. Nimwendete ageni, nimwe mucereirwo ni mugeni wa gitio kinene. You are very privileged people from Kegumo. We have amongst us a guest that is so honorable, and I'm very pleased because the bishop has helped us describe him very ably. Thank you, Bishop, for describing appropriately the man who is His Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Your Excellency, the people of Kegumo know me for being honest. Ni ukweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Bishop, I don't give excuses like those that give excuses, because the Right Honorable knows wakati walishikana mkono na His Excellency, our President, I had even met him somewhere. He may have even thought I was aware. And I remember Junet asking me and smiling. I didn't even know you were talking with His Excellency. But I came and introduced myself to you, Your Excellency. And we are very proud of you. Your record of development and fighting for democratic space in this country
is written in bold and golden letters, and they will never be forgotten. The other day, we were talking to our party leader, and he mentioned that the good things you do will never be forgotten. I remember him mentioning our Honorable Kenneth Matiba, our Honorable Rubia. Great Kenyans that stood for the truth and stood for the others. They did not put their self. They were not self-centered. They put other centers. They put the centers of other people, the community, the country first. That is what, Baba, you have done. And when I say this, I have no apologies because that's the truth. We are greatly honored to be with you today. I'm greatly honored to host you a second time. I came with you when we were signing the BBI. I hosted you at the market. We came with you from Nairobi, met our people here. They love you. Baba kande kweyugithia. Nimemwedete. Mimi nilikuja kusimama Kegumo. I am born here. I even campaigned for Mweha when he stood another time. I understand these people because I've grown with them. These people are Christians. These people are hardworking. These people love God, and these people love the truth. These people are not selfish. They are selfless. Watu wa Kegumo waliachia kiti in the past, and they gave the founding father. Karaoke Jiri said, I'm stepping aside and giving the founding father to enter the LegCo. We are people that stand for the truth, and we lead the way. And I thank you, Baba, for honoring us and coming here. And coming to Mulima, kupitia Kegumo. You have made this the gate, and may this gate bring you blessing. May this gate bring victory for you and for our country. Makofi meha. Dari ayaga mugekatia. Tokahora rwetone guo kore. So, Your Excellency, Right Honorable, I'm very privileged to welcome you. And I take a lot of pride in your history of resilience. You have set an example, and as the Bishop said, we only need to refer to you for the future and to get the correct direction that this country should take. And that's what we are going to do. And because you and His Excellency, the President Uhuru Kenyatta, you've shown us the way, we are just going to follow. Hapo ni ukweli ama si ukweli? You have united the country. The desire of uniting the country, you put it ahead of your own desire. And we take note of this, Your Excellency. These people here take note of all these sacrifices you have given in the past. And they will reward for that, and I'm sure for that. And when I speak here, I'm speaking because I know the hearts of the Kegumo people. These people, all of them have my number. They are free to text me. I respond. Ukweli urongo. Neguakore kana tiguakore. And when they send me, and if I'm not able to reach the next level, I come for your help. I come for the help of Junet. I come to my senior minor commander, and Kegumo is shining because of all of your assistance. Recently, Baba, we came to our biggest school with you, Jiri School. And in consultation with CS Matiang'i, and I think the consultations was done at high levels, CS Magoha was asked to help us with the dormitory. Jiri's high school has 10 streams. Form 1, 10 streams. Form 2, 10. We landed there when only Form 4s were there. You saw how many they were. And the love they had for you. And they will be your voters next year. Kwa unyenyekevu na najua mutaongea na ndugu yako rais na mutaongea na CS wetu Makoha. That dormitory, although I was told that the OP by CS Matiang'i has been forwarded to the Ministry of Education, we have not gotten back the report. And now they are very congested. Jiri High School is a very old school, so the dorms are very old. CS Matiang'i, he saw it for himself.
The student population is excessive. If there is one outbreak of COVID, those our children will be endangered, Your Excellency. I want to send you, and I know I've sent you in the past na umefikisha. Dormitory ya Jiri School kwa CS wetu Makoha. I hear he was given some letter. Kindly mutukumbuke watoto wetu wa Jiri School. That is the only institution Kegumo has. We don't have a teacher training college. We don't have anything. That's the only institution we take pride in here. No teacher training, nothing. Na tuko kwa mulima wa Abadea hapa. Baridi hapa, Your Excellency, is very high. So you can imagine you are congested, it is cold. At times in Jiris, it snows. You all know that. So, Your Excellency, the only request I will send you with kwa ndugu yako ni hiyo. Lakini tunakushukuru kwa kukubali kuweka interest ya nchi kwanza, ukakubatiana na rais wetu, mukaweka mikakati ya kuunganisha Kenya katika BBI. Wengine wamesema imezikwa katika kaburi ya sahau. But there is only one thing I want our people to realize. When I give you 3,000 or 2,000 or 1,500 for bursary, you later tell me your children are still thrown away. You have to do a fundraising to take your children to school. Because our populations and our constituencies, the populations are very high. One of the things I heard you tell us one time that we came to see you, you said this BBI is going to address the representation problem of Mount Kenya region. Watu wetu BBI tulionyeshwa picha ingine. Tukakosa kupindua the coin. We did not see their lies, the extra resources that was going to address the problems we all know we have. Our voice in parliament to talk about our needs like in tea sector and coffee sector. We cannot be able to ably represent you well when we don't have enough numbers there. Baba had agreed. He knew it was benefiting this region, but he had agreed we move together so that Mount Kenya, the shida za Mount Kenya pia ziinuliwe juu. It's unfortunate that the courts ruled against us. I still pray, I still hope that that issue will be given a chance. I pray if the Supreme Court will look at it properly, because that decision is creating very many legal hurdles, that as they address that issue will see the light of day someday. That's our hope as people of this region. So, sitaki kuongea mengi ila kusema askofu umeongea vizuri, umetuongoza jia. You may not know, I was also in ODM. Baba was in your appeals board with Justice Kwach, I remember. So I'm not very far from you, and you know that. I only wear the hat of Jubilee. Yenye sasa munafanya kazi kwa karibu na ndugu yako rais. Kwa hivyo karibu sana Kegumo, tunakupenda. We are very proud that you chose to come and praise God together this morning with us. Si ni ukweli? Na kuna mtu ametukubusha kitu mzuri. I was looking at President Joe Biden, and I was looking at our Prime Minister, and I was seeing how the people of America realized we can only sort this with this kind of wealth of experience, and they brought Joe Biden on top. That's what Kenya will do for you, Your Excellency. So I want to end it here. Small things start small. They start small, but they bear big, big results. So I am here as an elected representative. I hosted you the other day, and we are behind you. I have apologies from Honorable Peter Kimari, the MP for Mathioya. He is in Mombasa. I have apologies from Engineer Duarte Ngoge. I can see his lieutenants are here, Koroma and the rest, you can wave.
Baba hiyo ni jeshi ya Duarte Ngoge, my neighbor here in Gatanga. He was supposed to be with us up to this very morning when one of his relatives was taken ill, and he had to rush to Nairobi Hospital, and the patient is not in very good condition, but we pray that they will pull through. I have apologies from Honorable Peter Kenneth. You know Honorable Peter Kenneth is also our neighbor here, a great inspiration for a lot of us here. He was supposed to be with us here, but for very personal reasons, and I think you've spoken, he was not able to be with us. There are very many people, you know, Baba, you just told me, let's go to Kegumo the day before yesterday. A lot of them wanted to be with you, but because of the notice was short, that's why you are not seeing them here. Next time, because Kegumo is big and I know you want to come again, because I know you know they love you, when we have a bigger notice, you will see jeshi yote ya Mount Kenya itakuwa wapi? Hapa na wewe. So tuwakushukuru sana, and I want to just end there and give this opportunity to also my colleagues to say a word. And do I start with you, my sister Mheshimiwa Esther Passaris? Sorry.